Ninawaalika ndugu zangu, mabibi na mabwana, popote pale mlipo ulimwenguni kote kwa ujumla nao itazama video hii. Ninasema asante ndugu watazamaji pamoja na wasikilizaji wa chaneli hii ya Simama Kwenye Imani ya Kweli. Ninamshukuru Mungu kwa sababu mimi na nyinyi Mungu amependa kutupa kibali tena cha kuiona hii siku ya tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2026 katika hii sabato takatifu ya leo. Ninawakaribisha wote mabibi na mabwana, watazamaji na wasikilizaji wote wa chaneli hii. Basi ninaitwa Matthew Gervas Msagati, ni mwinjilisti wa Injili inayookoa kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato asilia. Ni mkazi wa wilaya ya Kilosa, mkoa wa Morogoro, hapa Tanzania. Basi watazamaji wote mliopo katika sehemu mbalimbali za dunia hii, ninawakaribisha katika chaneli hii. Chaneli hii inaitwa Simama Kwenye Imani ya Kweli. Kwa kifupi neno hilo ni Sikweikwe, au unaweza ukaandika www.youtube.com/Sikweikwe.tz. Unanipata na kazi zangu zote utaziona hapo. Basi ni umshukuru Mungu hasa kwa kuzingatia lile andiko la Timotheo wa kwanza sura ya 2 aya ya 1 inayosema, basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukurani vifanyike kwa ajili ya watu wote, na kwa sababu hiyo niombe. Baba yangu na Mungu wangu unaishi mahali pa juu sana mbinguni, ninasema asante Baba kwa sababu ya ulinzi wako. Mimi na watazamaji na wasikilizaji wa chaneli hii ya Simama Kwenye Imani ya Kweli, umependa kutupa kibali cha kutuamsha salama katika hii sabato hii takatifu. Basi Baba, ninakuomba kama ulivyonituma katika somo hili la leo ambalo ninaenda kulitangaza, basi naomba uwepo wako ukatamalaki mahali hapa. Unibariki na uwabariki na watazamaji na wasikilizaji wa chaneli hii wanaposikiliza ujumbe wako wa leo kupitia kinywa changu. Wavuvie Roho wako Mtakatifu ili watakachokuwa wanakisikia kikawe mbegu njema ya kiroho kwao. Ndivyo ninavyoomba, ni kwa jina la Yesu, amina. Ndugu zangu watazamaji na wasikilizaji wa chaneli hii ya Simama Kwenye Imani ya Kweli, ninawaalika asubuhi ya leo nzuri ya tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2026 ambayo ni sabato takatifu ya leo. Basi niweze kuwaomba, ikiwa una peni au daftari, fuatana nami katika somo hili. Somo langu la leo linasema, kwa imani yako utaokolewa au pia utaangamia. Hilo ndilo somo langu la leo. Narudia kulitangaza. Kwa imani yako utaokolewa au pia utaangamia. Hilo ndilo somo ambalo Bwana Mungu amenituma kuwatangazia ulimwengu wa leo. Kwa imani yako utaokolewa au pia utaangamia. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, maisha yako ya leo, maisha yako kwa ujumla yamejengwa katika imani yako. Hatima ya maisha yako yamejengwa katika imani yako. Unaamini nini? Maisha ya mwanadamu hitimisho lake ni katika imani aliyonayo. Je, unaamini nini ndugu mtazamaji? Imani ziko nyingi kama Biblia inavyosema. Kwa Mithali sura ya 14 aya ya 12 nitasoma. Kwa wenye kuandika ni Mithali katika Biblia, kitabu cha Mithali sura ya 14 aya ya 12. Nitaisoma kama ilivyo. Mithali sura ya 14 aya ya 12. Biblia inasema asubuhi ya leo,
iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wa njia hizo ni mauti. Narudia, Mithali sura ya 14 aya 12. Biblia inasema iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Ndio, iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wa njia hiyo ni mauti. Ndio, imani ziko nyingi. Unaweza ukaamini kadiri upendavyo, lakini je, umesimama katika imani ya kweli? Kama ambavyo jina la chaneli yangu inavyoitwa. Je, umesimama katika imani ya kweli? Ziko njia nyingi. Mwanadamu unaweza ukasimama katika njia ambayo unaamini ni ya kweli, lakini je, ni njia sahihi? Biblia inasema iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wa njia hizo ni mauti. Mithali sura ya 14 aya ya 12. Biblia inatuambia asubuhi ya leo, kila mwanadamu anaweza akaona hii njia nilionayo ni sahihi, lakini mwisho wa njia hiyo ni mauti. Labda niwaambie kitu. Kuwa na imani sio kazi. Kazi ni kuitambua hiyo imani. Je, ni ya kweli au la? Ndio. Kuwa na imani sio kazi. Kazi ni kuitambua hiyo imani ulionayo. Je, ni ya kweli au la? Kama ambavyo Biblia inatuambia asubuhi ya leo, iko njia inayoonekana kuwa hii ni sawa, naamini hii njia ndiyo kweli, lakini mwisho wake njia hiyo ni mauti. Ndio Biblia inatuambia. Maana lazima tujiulize, kila mtu ana imani yake, kila mtu anaamini anavyoweza, lakini kumbuka, imani yako ndiyo mustakabali wa maisha yako. Hiyo imani unayoamini ndiyo mustakabali wa maisha yako. Itakuhukumu au utaokolewa. Hiyo imani, kwa imani hiyo utaokolewa au utaangamia. Inategemea unaamini imani gani. Unaamini imani ya Mungu katika Biblia, au unaamini imani ya yule mpinga Mungu, adui wa Mungu, mpinga Kristo, anayempinga Yesu Kristo? Je, unaamini upande wa mpinga Kristo au unaamini upande wa Mungu? Kwa imani yako utaokolewa na utaangamia pia. Kwa imani yako utaokolewa au pia utaangamia. Inategemea umeamini imani gani, imani ya msingi au imani ya kupapasa papasa. Nani mwanzilishi wa imani? Kama ni imani ya kweli, nani ni mwanzilishi? Na kama ni imani ya uongo, nani ni mwanzilishi? Tutajua leo, asubuhi ya leo. Biblia inasema katika Waibrania sura ya 12 aya ya 2. Biblia inasema, Waibrania sura ya 12 aya ya 2 inasema, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Kumbe mwenye kuianzisha imani na kuitimiza ni Bwana Yesu, ambaye alivumilia aibu yote na mateso yote pale msalabani Kalvari. Huyo ndiye aliyeanzisha imani hiyo. Ukimwamini yeye, hiyo imani ulionayo, ukimwamini yeye sawasawa na mapenzi ya Mungu, itakuokoa imani yako, itakuokoa imani yako. Ndio. Kwa hiyo mwanzilishi wa imani hii ni Yesu Kristo, na yeye ndiye aliyeitimiza pale msalabani. Ndio. Ikiwa imani ya kweli imeanzishwa na Yesu Kristo pale Kalvari, alipoidharau aibu kwa ajili ya wewe uokolewe, aliitimiza imani ya kweli, ambayo hiyo unapaswa kuwa nayo wewe ili upate kuokolewa.
vinginevyo utaangamia. Ndio. Lakini Biblia inaendelea kusema, inataka kutuambia Biblia kwamba nini maana ya imani. Maana mtu unaweza ukaamini katika hilizi, unaweza ukaamini katika mibuyu, unaweza ukaamini katika waganga wa kienyeji, unaweza ukaamini katika wachawi, unaweza ukaamini kadiri unavyoweza. Ndio maana Biblia inasema katika Mithali sura ya 12 aya ya 10, Mithali sura ya 14 aya ya 12, Biblia ikasema hapa, nimesoma kwamba iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wa njia hizo ni mauti. Ndio. Iko njia moja tu. Iko imani moja ambayo Biblia itakwenda kutuambia nini maana ya hiyo njia au imani hiyo. Hii imani maana yake nini? Tunasoma Warumi sura ya 10 aya ya 17. Warumi sura ya 10 aya ya 17 inasema, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Hiyo ni Warumi sura ya 10 aya ya 17 inasema, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Ndio. Basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Swali, je, neno la Kristo ni lipi? Ili tuamini kwamba yeye alipotamka ndilo neno lake lenye chanzo cha imani. Neno lake ni lipi? Warumi sura ya 10 aya ya 17 inasema, basi imani chanzo chake ni kusikia. Maana ni lazima usikie ndipo uamini, na huko kusikia huja kwa neno la Kristo. Je, Kristo alipokuwa hapa duniani, Yesu alisema nini juu ya imani? Alisemaje? Maana imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Neno la Kristo alitamka nini hapa duniani? Alisema nini katika neno lake? Ukisoma injili zote 4, kwa maana ya injili ya Mathayo, injili ya Marko, injili ya Luka na injili ya Yohana, injili zake zote 4, Yesu anasema neno lake kwa mujibu wa Warumi sura ya 10 aya ya 17 kwamba basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kristo alipokuwa hapa duniani, neno lake alitamka nini katika injili zake 4? Je, alitamka kwamba Mungu ni mmoja mwenye nafsi 3? Je, alitamka kwamba mimi ni mwana wa Mungu, mimi ni Mungu mwana nafsi ya pili? Alitamka hivyo katika injili zake 4? Je, alisema kwamba Mungu ni mmoja lakini ana nafsi 3, kwa maana ya Mungu Baba, Mungu Mwana ambaye ndio mimi, na Mungu Roho Mtakatifu? Alitamka hivyo katika injili zake 3? Alitamka hivyo katika injili zake 3? Aliwahi kusema kwamba mimi ni Mungu mwenyezi wa milele? Katika injili zake 3 aliwahi kutamka hapa duniani kwamba mimi ndiye Baba wa milele? Aliwahi kutamka hivyo katika injili zake 3 zote 4? Aliwahi kutamka katika injili zake 4 zote? Aliwahi kutamka yeye ni Mungu mweza yote? Maana Paulo kwa Warumi sura ya 10 aya 17 anasema, basi imani chanzo chake ni kusikia. Lazima usikie kwanza ndipo uamini, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Sasa tunauliza, je, Yesu alipokuwa hapa duniani aliwahi kutamka kwamba yeye ni Mungu nafsi ya pili? Yeye ni Mungu Mwana nafsi ya pili? Roho Mtakatifu ni Mungu nafsi ya 3? Aliwahi kusema hivyo? Aliwahi kusema yeye ni Baba wa milele katika injili zake zote 4, kwa maana ya Mathayo, Marko, Luka na Yohana? Aliwahi kusema hayo? Hata tuamini kwamba
Kusikia huja kwa neno la Kristo. Tumesikia kwa Kristo akisema, mimi ni Mungu Mwana nafsi ya pili. Roho Mtakatifu ni Mungu nafsi ya tatu. Mimi ni Mungu Mwenyezi. Aliwahi kusema hivyo? Aliwahi kusema hivyo? Maana Paulo anasema basi, Warumi sura ya 10 aya 17 kama nilivyosoma, inasema basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Neno la Kristo alipokuwa hapa duniani alisema kwamba yeye ni Mungu Mwana nafsi ya pili na Roho Mtakatifu ni Mungu nafsi ya tatu. Yesu alisemaje? Yesu alisemaje? Tunaiuliza Biblia kwa Yohana sura ya 17 aya ya 3. Yohana sura ya 17 aya ya 3, Yesu alisema, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Hiyo ndiyo kauli ya Yesu aliyoisema. Kwa mujibu wa Biblia, Paulo anasema kwa Warumi sura ya 10 aya 17, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Tumemuuliza Yesu, neno la Kristo alipokuwa hapa duniani alisema nini? Alisema ya kwamba katika Yohana sura ya 17 aya ya 3, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Hilo ndilo neno la Kristo alilotuachia hapa duniani. Ili upate uzima wa milele ni kumwamini Mungu wa kweli wa pekee, halafu na mwanawe Yesu Kristo ambaye alimtuma. Ndiyo, hakuna zaidi ya hapo. Ukiamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu utapata uzima wa milele. Unamwamini Baba, halafu unamwamini na mwanawe Yesu Kristo kwamba yeye ndiye njia ya kunifikisha kwa Baba. Yesu ni mwana wa Mungu ambaye alitumwa hapa kuja duniani. Lakini Biblia inaendelea kusema kwa Mathayo sura ya 16 aya ya 13 mpaka ya 17. Mathayo sura ya 16 aya ya 13 mpaka ya 17. Biblia inasema, basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi, akawauliza wanafunzi wake akasema, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema, wengine hunena Yohana Mbatizaji, wengine Eliya, wengine Yeremia au mmoja wapo wa manabii. Akawaambia, nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bar-Yona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Yesu aliwauliza wanafunzi wake akasema, hivi watu huko mitaani wananiita mimi kama nani? Wanamwita mwana wa Adamu kama nani? Wanafunzi wakaanza kusema, wengine wanakuita wewe ni Yohana Mbatizaji, wengine wanakuita wewe Eliya, na wengine wanakuita wewe Yeremia au mmoja wapo wa manabii. Yesu akageuza kibao akauliza, je, kama huko ndivyo wanavyoniita, je, na nyinyi mwanitambuaje? Mwaniona mimi kama nani? Mwanitambuaje? Ndipo Simoni Petro akajibu kwa ujasiri ya kwamba wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na kama jibu la Petro lingekuwa ni makosa, Yesu angekanusha. Petro hakujibu kwamba wewe ni Mungu mwana nafsi ya pili. Petro hakujibu hivyo. Petro hakujibu hivyo.
Wala Petro hakusema wewe ndiwe Baba wa milele. Petro hakujibu hivyo. Wala Petro hakusema wewe ni Mungu Mwenyezi. Petro hakujibu hivyo. Hakujibu hivyo. Wala Petro hakujibu kwamba wewe ni Baba wa milele. Petro hakujibu hivyo, bali Petro alijibu kwa ujasiri, kwa sababu alikuwa na uhakika na jibu hilo, ya kwamba wewe ndiye Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ndiyo, Yesu ni mwana wa Mungu aliye hai. Hilo ndilo jibu, na ukiamini hivyo, imani hiyo itakuokoa. Imani hiyo itakuokoa. Ndiyo, Yesu ni mwana wa Mungu aliye hai. Hata Mungu mwenyewe kwa Yohana sura ya 3 aya ya 16, Yohana sura ya 3 aya ya 16 amesema, Mungu mwenyewe amesema kwamba huyu ni mwanangu mpendwa, ni mwanangu mpendwa, na kila mwaminie atapata uzima wa milele. Hata ukisoma Yohana Mathayo sura ya 3 aya ya 16 mpaka ya 17, Mungu anashuhudia kwamba Yesu ni mwanawe. Hata ukisoma Mathayo sura ya 17 aya ya 4 mpaka ya 5, Mungu anashuhudia huyu ni mwanangu. Jibu la Petro alilomjibu Yesu ya kwamba wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, Yesu alimpa vema. Yesu alimpa vema, alipatia, hakukosea. Ndio maana Yesu akamwambia, mwili na damu havikukufunulia hili kukupa jibu hili utoe kwangu. Si mwili na damu vilivyokupa jibu hili, au akili ya nyama au akili ya kibinadamu iliyokupa jibu hili, iliyokufunulia utoe jibu hili, bali ni Baba yangu aliye mbinguni, ndiye aliyekufunulia ewe Petro kunitambua hivyo. Ndio, Yesu ni mwana wa Mungu aliye hai, na ukiamini hivyo, uzima wa milele ni wako. Hiyo imani yako itakuokoa ukiamini hivyo. Lakini pia Biblia inaendelea kusema, sasa hapa pana swali. Je, usipoamini ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, ukaamini Yesu Kristo ni Mungu mwana nafsi ya pili, ukaamini Yesu Kristo ndiye Mungu Mwenyezi, ukaamini Yesu Kristo ni Baba wa milele, ukiamini hivyo, badala ya kuamini ya kuwa Yesu ni mwana wa Mungu, utapata hasara gani? Usipoamini ya kuwa Yesu ni mwana wa Mungu, utapata hasara gani? Twende pamoja. Tunasoma Yohana sura ya 3 aya ya 36. Biblia inajibu, usipoamini ya kuwa Yesu ni mwana wa Mungu, ukaamini Yesu ni Mungu mwana nafsi ya pili, ukaamini Yesu ni Mungu Mwenyezi, ukaamini Yesu ndiye Mungu mwenyewe, ukaamini Yesu ni Baba wa milele, badala ya kuamini Yesu ni mwana wa Mungu, utapata hasara gani? Tunasoma Yohana sura ya 3 aya ya 36. Biblia inajibu swali hili. Ninasoma kama ilivyoandikwa. Yohana sura ya 3 aya ya 36. Amwaminie mwana yuna uzima wa milele, asiyemwamini mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. Asiyemwamini mwana hataona, sio ataona, hataona, kanusho, hataona uzima wa milele, bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. Narudia, Yohana sura ya 3 aya 36. Biblia inasema, amwaminie mwana yuna uzima wa milele, asiyemwamini mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. Kwa hiyo somo langu linavyosema kwamba kwa imani yako utaokolewa au pia utaangamia. Imani ulionayo ukiamini ya kwamba Yesu ni Mungu mwana, kwa sababu kuna Mungu mmoja mwenye nafsi tatu,
Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, ukaamini hivyo, utakwenda kwenye jehanamu ya moto. Bali ukiamini ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu aliye hai, utakwenda kwenye uzima wa milele. Hilo ndilo somo langu la leo, na huo ndio mwisho wangu. Niwaalike ndugu watazamaji na wasikilizaji wa chaneli hii ya Simama Kwenye Imani ya Kweli, tafadhali simama kwenye imani ya kweli ya kuamini ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Roho Mtakatifu ni yeye mwenyewe Yesu, kwa mujibu wa Wakorinto wa kwanza sura ya 15 aya ya 45. Ukisoma aya hiyo Roho Mtakatifu inamrejelea yeye mwenyewe Yesu kuwa ndiye Roho mwenyewe. Yesu ni Adamu wa pili, ndiye roho yenye kuhuisha, lakini pia Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe. Kwa mujibu wa Yohana sura ya 4 aya 24, utasoma kwa wakati wako. Yohana sura ya 4 aya 24, Mungu ni roho, sio roho ni Mungu. Hapana. Amini ndugu mtazamaji, amini ndugu msikilizaji wa chaneli hii ya Simama Kwenye Imani ya Kweli, ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu ili upate uzima wa milele. Niombe. Baba yangu na Mungu wangu naishi mahali pa juu sana mbinguni, ninasema asante kwa sababu ulinitumia tu kama chombo, lakini mnenaji mkuu ulikuwa ni wewe. Basi Baba, hili somo nililoliwasilisha kwa watazamaji wa chaneli hii ya Simama Kwenye Imani ya Kweli pamoja na wasikilizaji wote, basi Baba ukawavuvie Roho wako Mtakatifu, kwa sababu mbegu hii niliyoipanda wewe ndiye unayeotesha. Ndivyo ninavyoomba, ni kwa jina la Yesu, amina.